Haya ni mambo manne tu ambayo kama mwanamke una miaka kuanzia 35, miaka 40, miaka 45, 47 na kuendelea, ni kawaida kujikuta unatumbuliwa na changamoto hizi. Na muda mwingine inaweza simaanishe kwamba una tatizo lolote. Ni jambo la kwanza ni kama utajiona kwamba hali ya ute inapungua kupita kiasi. Yaani hata ule uwezo wako wa kihisia unakuwa unashuka, ule uwezo wako wa ile active ya kufanya ile tendo la ndoa kwako inakuwa inashuka, unakuwa ni kitu cha kawaida. Lakini pia kujiona kwamba ile hali ya hisia zile za tendo zinaanza kushuka kidogo kidogo. Yaani ulikuwa ndani ya wiki huenda ni mara 2 au mara 3 ulikuwa unapata hisia, ila unaweza ukajikuta hata mwezi mmoja, miezi miwili hadi miezi mitatu haupati kabisa hisia zile za tendo la ndoa. Huwa ni hali ya kawaida kabisa. Lakini kwa yule ambaye unapo kwenye ule uhitaji wa mtoto na kile kufanya vipimo unaambiwa upo kawaida, hauna changamoto yoyote, kutokana na kushuka kwa ule ubora wa mayai, uwezekano wa kubeba ujauzito kwako utakuwa unashuka automatically. Lakini pia hedhi kuanza kubadilika mara kwa mara, na kwa wengi huwa wanaanza kujikuta hata miezi miwili hadi miezi mitatu wanajikuta wanakosa hedhi. Hii ni hali ya kawaida kabisa kama upo ndani ya umri. Lakini kama umekuwa kupitia changamoto hizi kwa muda mrefu na upo kwenye uhitaji walau kupata hata mtoto mmoja tu kufungia uzazi, nimekuwa nikiwasaidia wanawake kuondokana na changamoto hii kupitia utaratibu wetu wa programu yetu ya Nipo na Wewe katika safari hii ya kuitwa Mama.